Urusi imefanya jaribio ambalo lina mafanikio la kombora la kisasa la masafa marefu aina ya ICBM ambayo ni RS-28 Salmat, silaha ambayo ina nguvu zaidi ya aina yake duniani na ina uwezo wa kupenya mifumo yote wa ulinzi wa makombora, amezungumza rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Sasa ndugu zangu, kwa wale ambao pengine mnaona hampati taarifa kutokana na changamoto ambazo zimejitokeza kwenye hii channel kubwa, kuna channel tumeifungua inaitwa Guido Media. Nendeni kule mkasubscribe, mkalike pamoja na kushare. Kule ndio taarifa nyingi sasa hivi zinakwenda kule. Kwa hiyo kama unahitaji kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea duniani, taarifa nyingi sasa hivi zipo Guido Media. Nenda katika YouTube channel, andika Guido Media, halafu itakuja. Nenda ka subscribe ule wa kwanza kupokea hizi taarifa. Waliopo kwenye timu Russia kwenye group letu, wengi wanazipata hizo taarifa kwa wakati mwafaka. Na ni kutokana na zile sababu ambazo tumewaambia, vita ambayo tunapigana nayo, kuna vita nyingine ambayo inaendelea kwenye mitandao hii hasa YouTube. Kwa hiyo na yenyewe tunatakiwa kukabiliana nayo kwa namna moja ama nyingine. Jeshi la Urusi limefanikiwa kufanya jaribio la kurusha kombora la kisasa la masafa marefu baina ya mabara, Intercontinental Ballistic Missile aina ya RS-28 Salmat, hatua ambayo inatajwa kuwa ni ya mafanikio makubwa katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa taifa hilo la Urusi. Kamanda wa vikosi vya makombora ya kimkakati vya Urusi General Sergei Karakaev alimweleza Rais Putin kuwa mafanikio haya yatawezesha jeshi kuanza kuipatia kikosi cha kwanza cha makombora mfumo huo mpya wa silaha kabla ya mwisho wa mwaka huu 2026. Kombora hilo zito ambalo linatumia mafuta ya kimiminika la RS-28 Salmat limetengenezwa kuchukua nafasi ya kombora la zamani lenye nguvu kubwa zaidi duniani ambalo lilikuwa likifahamika kama RS-20V Voyevoda, ambalo NATO wanalitambua kama SS-18 Saturn, wanaliita Shetan. Inaaminika kwamba kombora hilo lina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia 10 vizito ambavyo vina uwezo wa kujitenga na kuelekea katika shabaha tofauti kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Karakaev, mfumo huo mpya umeonyesha uwezo mkubwa zaidi kuliko mtangulizi wake, hasa katika masafa ya kufika mbali zaidi na uwezo mkubwa wa kubeba mzigo wa kivita. Lakini amesema pia mifumo yake ya ndani imeboreshwa kwa kiwango ambacho kinaliwezesha kupenya kwa uhakika mifumo ya sasa na inayotarajiwa ya ulinzi dhidi ya makombora duniani. Yaani hili kombora liko mwaka wa mbele. Rais Vladimir Putin amelipongeza jeshi kwa mafanikio hayo na kulitaja kombora la Salmat kuwa ni mfumo wenye nguvu zaidi wa makombora kuwahi kutokea duniani. Kwa mujibu wa Putin, kombora hili lina uwezo wa kubeba mzigo wa kivita ambao ni mara 4 zaidi kuliko kombora lolote la magharibi. Lina uwezo wa kufika umbali wa zaidi ya kilomita 1035. Lina usahihi mara 2 zaidi kuliko mfumo ambao umetangulia, kwa maana ya hilo kombora aina ya RS-20V Voyevoda. Na kwa mujibu wa jenerali huyu, anasema kwamba kombora hili sasa litakuwa ni kombora hatari zaidi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza kuwa kombora hili linaweza pia kutumia kichwa cha hypersonic glider kinachotumika kwenye mfumo mwingine wa Urusi unaofahamika kama Avangard. Aina hii ya kichwa cha kivita kina uwezo wa kusafiri kwa kasi kubwa sana ndani ya anga, huku kikibaki na uwezo wa kubadili mwelekeo, jambo ambalo linalifanya kuwa ni ngumu kuzuiliwa na mifumo ya kupambana na makombora ya ballistic kwa maana ya IBM. Jeshi la Urusi limewahi kueleza kuwa uwezo wa masafa ya Salmat unaruhusu kurushwa kutoka Urusi kuelekea Marekani kupitia ncha ya kusini ya dunia, South Pole, na hivyo kuikwepa moja kwa moja ngome ya Marekani ya ulinzi wa makombora ambayo inapatikana pale Alaska. Putin anasema Moscow ilianza kuharakisha maendeleo ya makombora yenye uwezo wa kupenya mifumo ya ulinzi baada ya Marekani kujiondoa kwa upande mmoja kwenye mkataba wa kupunguza makombora ya kujihami ABM Treaty mwaka 2022 chini ya rais wa wakati huo George Washington Bush. Kwa hiyo manake ule mchakato ulianzishwa na George Washington Bush, na ilipofika mwaka 2022 rais aliyekuwa madarakani kwa maana ya bwana
Joe Biden akawa ameuondoa huo mpango, na anasema tulilazimika kufikiri namna ya kuhakikisha usalama wetu wa kimkakati katika mazingira mapya ya dunia, anasema Putin. Ameongeza kuwa hatua za Moscow zinalenga kulinda uwiano wa nguvu za kimkakati duniani. Mbali na Salmati, pia amesema mifumo mingine miwili ya kisasa ipo katika hatua za mwisho za maendeleo. Kuna kombora linaitwa Burevestnik, kombora la masafa yasiyo na kikomo linalotumia mtambo mdogo wa nyuklia, lakini pia Poseidon, droni ya chini ya maji ambayo ina nguvu za nyuklia na ikitumia mtambo mdogo wa nyuklia. Silaha hizi zinatajwa kuwa sehemu ya kizazi kipya teknolojia za kijeshi za Urusi zinazolenga kubadilisha kabisa mizani ya nguvu za kijeshi duniani. Kwa hiyo Urusi bwana, wanasema kwamba sasa wanafikiri namna gani ambavyo wanaweza wakawa wanakombora ambalo yani sio kwamba linatoka bara moja kwenda bara jingine, kombora ambalo litakuwa linaenda sehemu yeyote ile duniani. Yani linaweza likaenda Kenya, linaweza likaenda Marekani, yani likaenda sehemu yeyote ile duniani. Yani linabadilishiwa mwelekeo huko, na hilo kombora limetengenezwa kwa mifumo ya nyuklia na inaendeshwa kwa kutumia mifumo mingine ya nyuklia ambayo inaweza kaliendesha hilo kombora. Imagine, sema na sisi kwenye comment section. Lakini ndugu zangu, twendeni kule Gwido Media ndio habari ya mjini kwa hivi sasa. Tunaendelea kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa wale ambao mnaendelea kutufuatilia, mnaendelea kusubscribe. Kikubwa zaidi ni kwamba tumehamia kule ndiko ambako taarifa nyingi zinapatikana, kinachoendelea Mashariki ya Kati, lakini kinachoendelea huko Urusi pamoja na maeneo mengine ya dunia. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.